Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa daraja la JPM Magufuli kati ya Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3 litachochea ukuaji wa uchumi wa Tanzania na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Burundi. Jackson Fanuel na undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika mkutano wake na wananchi jijini Mwanza wakati wa hafla ya uzinduzi wa daraja hilo linalounganisha wilaya Misungu na Sengerema mkoani Mwanza, Rais Samia amesema kufunguliwa kwa daraja la Magufuli kunakwenda kuondoa adha kwa wananchi waliokuwa wanaipata kwa miaka mingi kutokana na vivuko kuzidiwa na idadi kubwa ya magari na abiria wanaoelekea mikoa ya Geita, Kagera, Kigoma pamoja na nchi za jirani Uganda, Burundi na Rwanda. Kwa upande mmoja litarahisisha usafiri na usafirishaji wa pembejeo na vile vile bidhaa zenu takazozalisha zitafika kwenye masoko kwa urahisi zaidi. Hivyo wananchi mnaoishi kwenye maeneo haya mnatakiwa sasa kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara ili kuongeza kipato chenu na kukuza uchumi wa nchi. Ni muhimu viongozi na wananchi kuendelea na mikakati madhubuti ya kutekeleza mipango tuliyoiweka ya kilimo, ufugaji na uvuvi wa kisasa ili kuongeza tija na kukuza biashara na majirani zetu. Daraja hili lina umuhimu mkubwa kwa majirani zetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda, na hivyo kuimarisha biashara ya kikanda na kurahisisha huduma za uchukuzi kupitia Tanzania. Amesema kuwa alipokea ujenzi wa daraja hilo kutoka kwa awamu ya hayati Rais John Pombe Magufuli likiwa limetekelezwa kwa 25%. Nilipokea mradi ukiwa umefikia 25% na kwamba fedha bilioni 152 zilishalipwa kati ya bilioni 718. Tumeweza kuliendeleza na kulikamilisha daraja hili lenye umuhimu mkubwa kwa mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera na Kigoma na kanda nyingine mbalimbali zinazounganisha nchi yetu. Na hii ndio furaha na faraja yangu kubwa, na tunayo kila sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika hatua hii. Daraja hili limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara na Sengerema katika Ziwa Victoria, ambayo ni barabara muhimu katika ushoroba wa kiuchumi katika kanda ya Ziwa. Amesema kuwa kukamilika kwa daraja la JPM Magufuli Kigongo Busisi kumegharimu bilioni 718 ambazo zimetokana na kodi za wananchi. Hasa baada ya daraja hili kukamilika, sasa wananchi watatumia takriban dakika 4 tu kufika Busisi kwa kutumia usafiri wa gari, na kwa wale watakaopenda kwenda kwa miguu nao hawatatumia muda mrefu, watakuwa wamefika wanakokwenda. Ujenzi wa daraja hili uliotumia bilioni 718 umegharimiwa kwa 100% na fedha zetu za ndani zinazotokana na kodi zetu. Daraja hili litakuwa alama ya nchi yetu na uthibitisho kwamba tumepiga hatua nyingine ya kuifanya Tanzania kuwa taifa kubwa kiuchumi. Vile vile ni ishara ya kuwa Tanzania sasa ina uwezo wa kupanga, kutekeleza na kufanikisha mipango mikubwa. Aidha, Rais Samia ameviagiza vyombo vya ulinzi na usalama nchini kuelekeza ulinzi katika daraja hilo. Daraja hili ni la kimkakati, na hapa nitoe agizo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kujipanga kulinda daraja hili. Hili ni daraja la kimkakati, ni la aina yake ndani ya nchi, lakini si la Tanzania peke yake. Ni daraja litakalotumika katika ukanda huo wa Afrika Mashariki kama nilivyosema, na hatuna budi kulilinda. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema kukamilika kwa daraja la JPM Magufuli Kigongo Busisi ni kielelezo thabiti cha uwezo wa Tanzania kama taifa kufanya maamuzi makubwa ya maendeleo kwa kujitegemea. Daraja hili ni kielelezo kikubwa cha uwezo wetu kama taifa wa kufanya maamuzi, wa kufanya maendeleo ya kwetu sisi wenyewe. Na sasa kanda ya Ziwa inakwenda kuchechemka katika uchumi wa kisasa ambao utaleta ajira kwa vijana, ambao utazalisha kuwasaidia wakina mama. Mwanza sasa ina msongamano, hususan kutoka upande wa Mwanza mjini mpaka Usagara. Tunakwenda kujenga barabara 4, 2 zinaingia Mwanza na 2 zinatoka mpaka hapa Usagara. Daraja hilo linaunganisha wilaya Misungu kupitia eneo la Kigongo na wilaya Sengerema kupitia eneo la Busisi. Lina urefu wa kilomita 3 pamoja na barabara yenye urefu wa kilomita 1.66.
limekamilika kwa 100% kwa gharama shilingi bilioni 718.